kinachoitwa mitindo mbalimbali katika kuomba. Mitindo mbalimbali katika kuomba. Mitindo mbalimbali katika kuomba. Baadhi ya watu wamekalili mtindo mmoja, wengine wamekalili mitindo miwili, mitatu katika kuomba. Iko mitindo mbalimbali katika kumuomba Mungu ambayo unaweza ukaitumia, na kila mtindo unaenda sambamba na msukumo maalum wa Roho Mtakatifu. Kwa muda huu nitakupitisha kama muombaji uifahamu hii mitindo, ili uwe na eneo pana zaidi la kumruhusu Roho Mtakatifu pale atakapokuletea mtindo fulani uweze kuutumia. Maana wakati mwingine yamkini huwa unapewa mzigo wa kuomba katika mtindo fulani, unashindwa kwa sababu ya kutokuwa na uelewa. Wacha leo upone hilo eneo. Sema amen. Tuanze na mtindo wa kwanza, kupiga magoti. Mtindo wa kwanza, kupiga magoti. Kupiga magoti. Hii tunaipata kwenye Injili ya Luka sura ya 22 ule mstari wa 41. Injili ya Luka sura ya 22 ule mstari wa 41. Injili ya Luka sura ya 22 mstari wa 41. Inasema namna hii: mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Unaona Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba. Alikuwa ni Yesu huyo. Lakini pia ukija kwenye Danieli sura ya 6 ule mstari wa 10, kuna kitu kingine pale. Danieli sura ya 6 ule mstari wa 10. Danieli sura ya 6 ule mstari wa 10 inasema hivi: hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu, akapiga magoti. Umeona Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Umeona Danieli naye alipiga magoti akasali mara 3 kila siku. Kwa hiyo huu ni mtindo wa kwanza unaoweza kuutumia katika sala, katika maombi. Unapiga magoti yako, unaomba. Nafikiri kila mtu anajua kupiga magoti. Mtindo wa pili. Mtindo wa pili ni kupiga magoti, kukunja mikono kuelekea juu mbinguni. Mtindo wa pili, kupiga magoti, kukunja mikono kuelekea juu mbinguni. Kupiga magoti, kukunja mikono kuelekea juu mbinguni. Kwa hiyo ni mtindo wa pili. Unaweza ukapiga magoti ukakunja zako mikono hivi kuelekea juu mbinguni, ambayo hii tunaiona kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 8 ule mstari wa 54. Wafalme wa Kwanza sura ya 8 ule mstari wa 54. Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 54 inasema namna hii: hata ikawa Sulemani alipokwisha kumwomba Bwana maombi hayo na dua hiyo yote, akasimama na kuondoka hapo mbele ya madhabahu ya Bwana, hapo alipokuwa amepiga magoti na kuikunja mikono yake kuelekea mbinguni. Umeona Sulemani alisimama madhabahuni kwa Bwana, akapiga magoti, akakunja mikono kuelekea mbinguni, akamuomba Mungu na Mungu akamsikia maombi yake. Kwa huu nao ni mtindo ambao unaweza ukautumia kama unataka kumuomba Mungu. Mtindo wa tatu. Mtindo wa tatu. Mtindo wa tatu ni kuinamisha kichwa. Mtindo wa tatu ni kuinamisha kichwa. Mtindo wa tatu, kuinamisha kichwa. Hii tunaiona kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 24 mstari wa 26 hadi wa 27. Mwanzo sura ya 24 mstari wa 26 hadi wa 27 inasema namna hii. Mwanzo 24 26 27. Yule mtu akainama akamsujudu Bwana akasema, na atukuzwe Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa bwana wangu. Bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu. Umeona Kwa hiyo hii nayo ni staili ambayo unaweza ukaitumia katika kumuomba Mungu. Unaweza ukainamisha kichwa chako ukaomba na Mungu akasikia. Mtindo wa 4. Mtindo wa 4. Mtindo wa 4. Mtindo wa 4 ni kuanguka kifulifuli uso kugusa ardhi. Kuanguka kifulifuli uso kugusa ardhini.
kuanguka kifulifuli, uso kugusa ardhini. Wengine wao wanasema kuanguka kifudifudi. Sasa Viswahili vimetofautiana. Wako wanaosema kifulifuli, wako wanaosema kifudifudi, lakini yote maana ni ile ile. Waingereza wanasema you can be able to lay your body down. To lay your body down, kulaza mwili wako wote chini. Sawa sawa na kile kitabu cha Injili ya Mathayo ile sura ya 26 mstari wa 39. Injili ya Mathayo sura ya 26 mstari wa 39 inasema namna hii. Mathayo 26:39. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Lakini pia ukisoma kitabu kingine pia unaona mtindo unatumika. Kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 18. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 18 inasema, Yehoshafati akainama kichwa kifulifuli, wakaanguka mbele za Bwana Yuda wote, nao wakaao Yerusalemu wakimsujudia Bwana. Kwa hiyo unaweza pia ukaanguka kifulifuli, yani ukalaza mwili wako wote chini. Kama umewahi enda kwenye misa ya upadrisho ya watu kupewa daraja takatifu, wao unaona wanalalaga pale kifulifuli, inasaliwa ile litania ya watakatifu wote, wanasali pale. Sasa kuolala kama vile Roho Mtakatifu anaweza kukuletea hata wewe kufanya hivyo ukiwa kwenye maombi yako. Ukashangaa tu unapata msukumo wa kufanya hivyo. Usijizuie, na yenyewe pia ni mtindo na Mungu atakusikia. Tuangalie mtindo wa 5. Mtindo wa 5 ni kusimama. Mtindo wa 5 kusimama. Kama hivi ambavyo nimesimama hapa, unasimama kisha unasali. Sawa sawa na kile kitabu cha Injili ya Marko ile sura ya 11 mstari wa 25. Injili ya Marko sura ya 11 mstari wa 25. Marko 11:25 inasema namna hii. Nanyi kila msimamapo na kusali. Umeona eh? Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili nanyi Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Lakini pia ukisoma na kitabu kingine pia huu mtindo unatumika. Kile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 13. Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 13 inasema namna hii. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali. Unaona eh? Alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, E Mungu, uniulie radhi mimi mwenye dhambi. Kwa alisimama mbali kama hivi, akasimama mbali, akajipiga kifua akisali. Kwa unaona na wenyewe pia ni mtindo unaweza ukautumia katika kuongea na Mungu, katika sala na maombi yako. Mtindo wa sita ni kusimama na kukunja mikono kuelekea juu mbinguni. Mtindo wa 6, kusimama kwa kukunja mikono kuelekea juu mbinguni. Kusimama kwa kukunja mikono kuelekea juu mbinguni. Sawa na kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 22. Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 22. Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 22 inasema, Suleiman akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake mbinguni. Suleiman akasimama akakunja mikono yake kuelekea mbinguni, akamuomba Bwana. Kwa na wenyewe pia ni mtindo ambao unaweza ukautumia kwenye maombi yako na Mungu akasikiliza kile unachoombea. Mtindo wa 7 na wa mwisho, sina maana ya kwamba ni wa mwisho kimitindo, katika somo letu. Mtindo wa 7 na wa mwisho katika somo letu ni kuomba kwa kutembea huku na kule ukizunguka eneo. Kuomba kwa kutembea huku na kule ukizunguka eneo. Kuomba kwa kutembea huku na kule ukizunguka eneo. Hii tunauona kwenye kitabu cha Yoshua ile sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 5. Yoshua sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 5. Yoshua sura ya 6
mstari wa 1 hadi wa 5 inasema namna hii: basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli, hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake, nanyi mtauzunguka mji huu wote, watu wote kwa vita, mkiuzunguka mji mara moja. Fanyeni hivi siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe na za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Kisha itakuwa watakapopiga hizo tarumbeta za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili. Utapiga, hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Watapiga kelele ile siku ya 7. Kwa aliambiwa waombe kwa kuzunguka eneo. Kwa ni mtindo ambao na yenyewe pia unaweza ukautumia. Unaomba, unatembea, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nakabidhi Mungu Baba hii ndoa yangu, naiweka mikononi mwako Baba, naomba uipokee Baba. Unakuwa unatembea namna hiyo ukizunguka eneo lako, au unaomba tu kwa kutembea. Kuna wakati mimi wanapata msukumo wa maombi, natembea labda kutoka umbali wa eneo moja, linaweza ikachukua hata masaa 3, natembea naenda hilo eneo, naomba tu, kunatembea naenda. Kwa mfano hata njia ya msalaba tutaanza hivi karibuni kwa Rezima, njia ya msalaba. Utaona tutakuwa tunatembea vituo 14 vya njia ya msalaba, na yenyewe ile pale ni mtindo wa maombi ya kuzunguka eneo, mnatembea mnasali njia ya msalaba. Maombi ya maandamano ya Yesu ya Ekaristi inafanyika kwenye sikukuu ya Ekaristi ile Jumapili, ni sala ya kuzunguka eneo ile wanasali. Lakini pia hata kwenye misa, padri akiingia kwenye misa huwa anatembea, anafukiza uvumba altareni, ile ni sala na yenyewe ya kuzunguka eneo. Hizi sala zimo kwenye kanisa letu, kila siku tunafanya. Kupiga magoti tunapigaga, kusimama kufanya hivi tunafanya, zipo. Kwa hiyo mtindo, mtu wa Mungu, Mungu akikuletea unaweza ukawa popote pale, omba. Cha muhimu tu ni kwamba tumia mtindo kwa kumsikiliza Roho Mtakatifu, kwa sababu kila mtindo huwa unaendana na mazingira yake. Haiwezekani eti uko kwenye daladala afu unataka upige magoti watu watakuona chizi. Na Roho Mtakatifu ana hekima, huwa analetaga mtindo kwa kulinda nidhamu ya eneo na kulinda heshima ya mtumishi wake. Roho Mtakatifu sio mzalilishaji. Kwa usikalili maisha. Kuna watu walishakalili, akisali bila kupiga magoti anaona kama hajasikiwa. Kuna mtu akisali bila kutembea anaona hajasikilizwa. Kuna mtu akisali bila kukaa anaona hajasikilizwa. Mtoto wa Mungu, tumia mtindo kwa kufata msukumo wa ndani wa Roho Mtakatifu. Mtindo wote ule, uwe umekaa, uwe umesimama, uwe umepiga magoti, uwe umeanguka kifudifudi, iwe unarukaruka, mtindo wowote ule Roho Mtakatifu atakaokuletea, ukubali, upokee na utumie. Maombi yako yatajibiwa. Wana wa Mungu ale hai, tunaweza tukazungumza mengi sana, lakini kwa leo